Yes, bana mwanadada Mange amemvaa Diamond Platnumz baada ya kufunguka hadharani kuhusu Rais Kikwete. Na nini ambacho kinaendelea? Karibu sana tuweze kufahamu. Ni msanii maarufu wa muziki wa Tanzania Nasibu Abdul, ambao wengi wanafahamu kwa jina la Diamond Platnumz, amefichua ushauri ambao aliwahi kupewa na Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete kuhusu namna ya kuishi na kutumia mafanikio yake katika maisha ya kila siku. Diamond alisema hayo alipokuwa akishiriki katika kipindi cha Masterclass cha msanii mwenzake Zuchu, ambapo alizungumzia safari yake ya muziki, mafanikio aliyoyapata pamoja na changamoto mbalimbali ambazo alikutana nazo katika kujenga jina lake ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa kwa mujibu wa Diamond ni kwamba aliwahi kukutana na Dr. Jakaya Kikwete katika kipindi fulani cha maisha yake na kupata nafasi pia kuzungumza naye mawili matatu. Na katika mazungumzo hayo rais huyo mstaafu ambaye aliyokumshauri msanii huyo, aliyokumshauri kwamba kwa makini katika kuonyesha mali na vitu mbalimbali unavyomiliki. Diamond anasema kwamba Dr. Kikwete alimweleza kuwa ni vyema asipende kuonyesha kila kitu ambacho anacho, akisitiza umuhimu wa kuwa na kiasi katika kuonyesha maisha binafsi na mafanikio yake pia. Sasa ushauri huu ulionekana kulenga kumlinda msanii huyo dhidi ya changamoto zinazoweza kujitokeza kutokana na watu kujua undani wa mali na utajiri wa mtu. Lakini pia Diamond alisema kwamba alimjibu rais huyu mstaafu kwa mtazamo wa kisanii, akieleza kuwa katika ulimwengu wa sasa wa sanaa kuna wakati wasanii walazimika kutengeneza taswira kubwa zaidi ya uhalisia ili kuvutia watu wengi zaidi na kujenga hamasa. Lakini pia bwana mkubwa alitoa mfano kwamba hata kama msanii amefanya show ambayo ilihudhuriwa na watu 100, naweza kusema imehudhuriwa na watu 10,000. Lakini pia alieleza kuwa katika sanaa wakati mwingine mtu anaweza kupata kiasi fulani cha fedha, lakini akakitaja kwa kikubwa zaidi ili tu kuendana na namna tasnia hiyo inavyofanya kazi. Sasa kauli ya Diamond bara imeibua mjadala kuhusu maisha ya mastaa na namna wanavyotakiwa kuonyesha mafanikio yao hadharani. Lakini on other side, baadhi ya watu wanaamini kuwa wasanii wanapaswa kuwa waangalifu katika kuweka wazi mali zao, kwa sababu taarifa hizo zinaweza kuwafanya kuwa katika mazingira ya hatari au kuvutia watu wenye nia mbaya. Lakini pia kwa upande ambako wasanii hutumia maisha yao ya mafanikio kama sehemu ya kujitangaza na kujenga chapa zao, kuonyesha magari ya kifahari, nyumba, safari na maisha ya juu, mara nyingi imekuwa ni sehemu ya taswira ambayo inawasaidia kujenga ushawishi na kuvutia mashabiki. Baada Diamond Platnumz ambaye ni miongoni mwa wasanii wakubwa kutoka Tanzania, amekuwa pia akijulikana kwa maisha ya mafanikio na chapa yake yenye ushawishi mkubwa sana. Na kupitia muziki, biashara na shughuli mbalimbali amejenga jina kubwa sana barani Afrika, tunafahamu. Sasa kauli yake kuhusu ushauri wa Dr. Kikwete imeonyesha namna ambavyo mastaa wanavyokutana na changamoto ya kusawazisha maisha ya umaarufu, usalama binafsi na mahitaji ya tasnia ya burudani. Lakini pia imeonyesha kuwa nyuma ya mafanikio ya msanii kuna maamuzi na ushauri mbalimbali ambao unaweza kumsaidia katika safari yake ya maisha. Sasa kwa upande wa dada wa taifa, mwanaharakati Mange Kimambi amekosoa kauli hiyo kwa kudai kuwa Diamond ni muongo kwa sasa, na kuwataka Watanzania kuendelea tu kuwa serious kwamba Diamond anatumiwa ili kuzima yanayoendelea nchini baada ya kampeni za Fred Tundu Lissu kuendelea nchini Tanzania. Kuna ukweli gani katika hili? Moja kwa moja basi changia maoni yako, wakati mwingine tuangazie. Bye bye.